Jinsi walivyofika dimbani katika pambano ya ligi kuu taifa SportPesa, Ulinzi Stars katika uwanja wa nyumbani wa Ulinzi Sports Complex dhidi ya Shabana FC, ikiwa ni pambano la aina yake ligi kuu taifa, wote kwa hakika wakiwa wanafika dimbani baada ya kwenda sare dhidi ya Gor Mahia kwa maana ya Ulinzi, na upande wa pili kwenda sare tasa dhidi ya Kariobangi Sharks kwa maana ya Shabana FC. Vita vikuu vikishuhudiwa katika idara mbalimbali, safu ya Ulinzi, idara ya kati na hata safu ya maliziaji. Wycliffe Omondi kwa upande wa Ulinzi Stars au upande wa Shabana FC akijikakamua kadri wake kutibua njama za mpinzani, na hata mchango mkubwa wake mchezaji tegemeo siku zote Austin Odongo ukionekana kwa namna jinsi alivyodhibutu hata hivyo kupasua ukuta Ulinzi Stars pasi na mafanikio. Mikwaju hapa na pale, tatizo kwamba ikawa ni changamoto kwa wao kuweza kulenga shabaha, lakini kubwa zaidi mkwaju wa kona ulitengwa vizuri ukaishia kambani kutokana na juhudi zake mchezaji tegemeo Mark Okola ambaye ndiye captain kwa faida ya timu ya Shabana FC. Vita vikuu na upambanaji kwa hakika ukishuhudiwa kwa namna jinsi walivyokuwa tulivu na kuwapa tabasamu kubwa mashabiki waliofika katika uwanja huu katika taratibu za kuweza kuwachagiza kupata matokeo chanya. Omondi pamoja na mwenzake Kelvin Chiambali Austin Odongo wakaendelea kadiri uwezo wao kufika katika ngome ya Ulinzi Stars kwa ajili ya kupasua ule ukuta pasi na mafanikio makubwa. Ikawa ni changamoto zile ambazo kwa hakika zinashuhudiwa, lakini makipa wakionekana kunyumbuka kadiri uwezo wao. Timothy Odhiambo mara kwa mara kilazimika kuweza kupanga safu ya Ulinzi, Felix Otieno, Brian Birgen pamoja na Brian Emilio wakijaribu hata hivyo kwa ajili ya kukata njama za wahusika wakuu Austin Odongo, Kethi Mbali pamoja na Kevin Omondi. Kubwa zaidi ni kazi aliyofanya muda wote mwamuzi wakati ama pilato wa mchezo Fanuel Omire, kila wakati kupuliza kipenga kwa ajili ya kutoa mwongozo ili walau kila mmoja enende kulingana na kanuni za mchezo wa mpira wa miguu na kuweza kuheshimisha ratiba ya siku ya leo. Akajaribu kadri wake kupenyeza kuingia sebuleni na kusubiri huruma ya mwamuzi, lakini akasema endelee na mapambano licha kuwa tayari alikuwa amekwisha kukata tamaa. Yote 9-10 ni kwamba ikawa ni kugota makubisha katika ngome ya Ulinzi Stars kadiri ya muda ulivyozidi kuyoyoma, pasi na mafanikio makubwa hata licha kwa aliingizwa Bonaventure Mochika, Chiambali Peter Manyika, pasi na mafanikio wakiongeza nguvu na kasi ya kutosha kwa ajili ya kuweza kumbabatiza mlinda mlango mara kwa mara. Kipenga cha mwamuzi kikasikika mara kwa mara kwa ajili ya kuruhusu wale wahusika wakuu kwa ajili ya kuweza kutoa huduma ya kwanza ama uangalizi wa kimatibabu pale ambapo wachezaji walipopata maumivu, nikimrejelea Timothy Odhiambo. Lakini zaidi ya yote ikawa mapambano yaendelee kipindi cha kwanza hadi kipindi cha pili, goli likiwa limesalia ni 1-0 kama ilivyokuwa mwanzo kutokana na jitihada zake mhusika mkuu ambaye alifunga kwa ustadi mkubwa Mark Okola. Bado ikawa ni uwanja mapambano na si mapatano hata chembe, viatu vikiuzwa kwa bei rahisi katika idara ya kati, mikwaju ya madhambi pigwa moja kwa moja kwa ajili ya kuwapa salamu wadakaji. Ikawa bado ni changamoto, maumivu yakijitokeza, Abda bin Kadabra ikishuhudiwa langoni, lakini ikawa bado ni harakati za Ulinzi Stars kutafuta kurudi mchezoni angalau kufanya mambo kuwa sawa kama sana kawa pasi na mafanikio yote ile. Waliingizwa usiko wengine, Danson Kiprono kwa upande wa Shabana FC akaja kwa moto na radi, njama zake kwa hakika kutoa krosi zenye uwezo mkubwa kupatikana kwa mabao, lakini sasa matumizi ya mchezo, matumizi ya nafasi ikawa ni changamoto. Dakika zote 90 Shabana FC 1 Ulinzi 0. Bila shaka pressure kidogo imepungua. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, imekuwa ni fight nzuri. Then I think the players wamefuata instructions vile waliambiwa. Na nazasema pia nashukuru the technical bench, kiangalia wamework sana the entire week, and nazasema I appreciate each and every effort yenye imefanywa na kila mtu ambaye amefanya siku ya leo tukapata point 3. So just thank everyone for the support, our fans tunashukuru sana kwa hiyo support yao. We'll pick it from here. Muliozidi wapi haswa? Manake nilikuwa naona mnakabana kwa kiasi cha haja. I believe tuliwaambia wakuja wacheze ball kwa ukiangalia kiwanja inachezeka, so tulitaka wacheze ball, waji express, ilikuwa waji express
wa make their own decisions, na ukiangalia most of the time wame make decisions zao, na hizo decisions zao ndio zimefanya tukapata ushindi leo. Then tulijua Ulinzi wamebadilisha mfumo wao wa kucheza, so kidogo tulitaka tusiwapatie time ya kucheza hizo mpira, kwa ukiangalia technically kuna vijana karibu 3 hapo kwa timu ya Ulinzi ambao ni wazuri technically, so hatukutaka kuwapatia hizo space. Then another thing pia tuliwakia ilikuwa tusiwapatie zile set piece pale karibu na goal, because ukiangalia Mshiri is very good in those set piece, so tukutaka kumpatia hiyo space. Ndio amepata kadhaa, but tulijaribu keeper alijaribu kutengeneza wall nzuri ambayo ilikuweza kumpatia that eye of the goal. Kubwa zaidi pia safu ya Ulinzi, manake mipira yote ya jumla ya pora na pia kukaba kwa idadi kubwa ya wachezaji. Naweza sema wamefanya kazi nzuri, ni kongole kwao kwa goalkeeper amekeep clean sheet. Ukiangalia defense ya Mark na Awiko, Mazembe and Marco Dur amefanya kazi nzuri. Marco Dur amekuwa the last 2 games hajakuwa kwa sababu ya injury, na ukiangalia amerudi, ameplay his part, amedefend vizuri. So naweza sema to the entire team imekuwa tumedefend as a team, tumeattack as a team. Then ukiangalia tulifunga bao mapema sana, so ukiangalia hiyo muda tumedefend hiyo yote, I think the character of the boys imekuwa perfect. Mashabiki nimeona wakitoka na kuimba tu sasa, kinyume na jinsi ilivyokuwa mechi 2-3 zilizopita. Ni kawaida, tunashukuru sana kwa support yao. Ndio ile wakati mwingine walikuwa wamekasirika, na sisi pia nayo tulikuwa kwa pressure, so tunaweza sema tu wako watulivu, wakuwe na subira. I believe zile vitu tulikuwa tunaongelea msimu ukianza bado hazijatoka kwa mkono, so naweza sema tu kuwa na subira. Kuna wakati timu iko chini, kuna wakati timu iko juu. Tumekuwa chini hizi mechi 3, na I believe this is our picking point. Sasa mwisho unakwenda na timu Ethiopia, kwa maana timu ya taifa. Mikobo na mwachia Mwalala, tutarajie nini sasa? Nimekwambia ukiangalia pia hii wiki Mwalala amekuwa na timu, na ukiangalia tumepata results, so naweza sema I trust the technical bench kiongozwa na Mwalala. I think they'll do a good job. Wamekuwa wakifanya kazi nzuri, na ni coach ambaye I think is very cooperative, and I just wish him all the best. Njia ziweze kufunguka, sisi wote tutakuwa tuna smile. Nashukuru. Coach, karibu sana, majukumu yako mapya na ni mchezo wako wa 3 unaporudi tena kuitumikia timu ya zamani. Kweli majukumu mapya ambayo yana uzito fulani. Tunashukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika mahali hapa, na tuko tayari kuyatekeleza hayo majukumu. Na ni mwendelezo, manake mmekuwa mkisuasua kwa muda mrefu. Labda pengine nini haswa unaleta kwenye kikosi kwa faida ya kuweza kupata uhai na kuipa sifa tena Ulinzi Stars kama ilivyokuwa zama zenu? Kwa kweli vile umesema tumekuwa tukisuasua, lakini cha msingi ni kuwahimiza wale vijana ambao wako hapa, kwa sababu wana talanta, waweze ku bring out the best out of them, so that wanaweza kuirudisha hadhi ya timu mahali ambapo inafaa kuwa. Juzi umeingia dhidi ya Bidco, umefanikisha dhidi ya Gor Mahia. Kuna mwendelezo, labda pengine mpaka sasa kikosi chako unakionaje inapokwenda sasa kupiga dhidi ya Shabana? Wiki ya kwanza hii imeisha, nimekamilisha wiki moja. Tumefanya mazoezi ambayo naweza sema tumejiandaa vizuri kukabiliana na wenzetu. Tukiangalia game ya Bidco, Gor Mahia, mpaka sasa kuna improvement kubwa sana ambayo tuna expect pia tutaiona katika game ya leo. So tunaenda kutafuta points 3 ambazo zitakuwa muhimu sana, ambazo zitaweza kuendeleza mfumo ambao tumeanzisha sasa. Na labda pengine kwa kwenye kikosi, baadhi ya wachezaji ambao unawakosa leo hii kutokana na majeraha, na labda pengine mfumo wako, baadhi ya wachezaji tunategemea pakubwa katika kufanikisha ndoto yako. Leo kila mtu yuko katika siha nzuri, na matokeo tunatarajia yatakuwa mazuri, kwa sababu kila mtu yuko, hakuna ambaye ana jeraha ama majukumu mengine ambayo angemfanya asiwe katika squad ya leo. So kila mtu yuko, na kila mtu yuko tayari kufanya kazi vile ambavyo inatakiwa. Shabana pia nasuasua, labda pengine katika ardhi ya nyumbani mna jambo la kufanya leo hii? Hatutaongelea Shabana, tutataka kujiangalia sisi kwanza. Sisi tutajiangalia sisi, tukipata basi tunashukuru Mola. Asante na kila laheri. Shukrani.